karibu sana. Baada ya Sheikh Salim tumesema tutawaita wale wahadhiri, watu wa mada wote wakae hapa mbele tuyasome yale maswali yetu. Lakini pia wakati anazungumza Sheikh Salim, pia ni ruhusa kuandika maswali mengine ya ziada yanayohusiana na mada hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutakubaliana nini kwamba kuwa mzungumzaji wa mwisho siku zote tunafanya mwezi wa kafara, na hasa inapokuwa jioni katika hali ya kawaida wao wanakuwa wamechoka, na sikwambii inapokuwa ni wakati wa Ramadhani, wakati watu wanafikiria kwenda kufutari na jua linaanza kutua. Kwa hiyo salamu imetoka mara tatu kwa sababu ninajua kabisa nisipokuwa makini basi nitabakia peke yangu. Lakini sio hivyo tu, jingine ni kwamba unapokuwa umepewa mada ambayo nadhani kama nakubaliana na mimi kwamba ugonjwa wa taifa, mada inahusiana na hesabu. Kwa hiyo kwa hivyo kubakia peke yangu hapa sio jambo la ajabu kama sitokuwa makini na kuweza kufanya utaratibu wa kuongoni yule mwalimu wa mazoezi ambaye nitakaziwa hapa sasa hivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutakia rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa naomba nianze kuwashukuru hayatul ulama au kuwapongeza kwa kiasi kikubwa kwa kufikiria kwamba Ramadhani ya mwaka huu mada yetu iwe ni mada ya zaka. Wa pili, kumshukuru alikuwa Sheikh Salim Awadi amenirahisishia kwa kiasi kikubwa sana kwenye mada yake wakati anawakilisha, kwa sababu moja ya mambo nilitaka kusema ni bora ulolongo mzima ni kwamba hayatul ulama wameamua kuifikisha na kuiondoa dhima ya Waislamu katika swala zima la zaka. Allah alijalia mwishoni mwa mwaka jana nilihudhuria kwa hii Malaysia, na hasa katika kisiwa kimoja kinaitwa cha Sarawak, wakizungumzia masuala ya zaka. Katika mazungumzo wanayofanya inafika sehemu naona nywele zinakusimama kwamba hawa ni Waislamu na sisi ni Waislamu. Na somo moja na wanapenda nilitoka hapo kabla sijakwenda kwenye hesabu, kwa sababu pia ni somo la hesabu. Moja ya sababu kubwa sana katika maswali ambayo baadhi nitayajibu ya changamoto kwa nini kwa Uislamu katika nchi zetu hawatoi zaka. Moja ya changamoto tuliokuwa nayo ni dhana ambayo inatuelimisha na kujielimisha sisi wenyewe kwamba Waislamu sisi ni wachache. Sasa hili ni somo nilisoma katika hiyo sehemu kwenda kwenye hiyo kongamano Sarawak, moja ya miji ya Malaysia ambayo yenyewe kama ilivyo sisi Zanzibar, kwamba kitongoji kinaonekana kwa kidogo. Bahati nzuri nimebahatika nisoma Malaysia, na duniani kote nikienda katika sifa ambayo hapa Malaysia kwamba Malaysia bwana, unajua Waislamu ni wengi zaidi kuliko dini nyingine yoyote. Nilipokwenda Sarawak nimeshangazwa, ile Baitul Mal ya Sarawak wanajisifia kwamba sisi unajua Sarawak kama kisiwa Waislamu ni wachache, 35% kwa Waislamu, lakini yale maendeleo yake Sheikh Salam amesema kuhusiana na mafanikio ambayo wameweza kuyapata ni makubwa mno kutokana na dini ambazo wamezielezea. La kwanza nilikuwa naanza shukrani, lakini ni washukuru wahadhiri au wenzangu wote waliowasilisha mada kutoka asubuhi. Nilianza na bahati mbaya ya kuwa mzungumzaji wa mwisho, watu watakuwa wamechoka katikati, lakini niseme tu man la yashkuru nas
Alhamdulillah. Mimi nawashukuru sana wahadhiri zangu waliokuja. Mimi kutoa nafasi ya mwisho na mada niliyopewa wamenisaidia kwa kiasi kikubwa mno, kwa sababu wameweza kupita muda wote ambao ingekuwa ni hukumu mimi kuanza kuelezea watu. Mimi mada yangu ni namna ya kutoa zaka. Ninapata urahisi kwa sababu zaka imekwisha ainishwa kwamba zaka ni nini, wapokeaji zaka ni akina nani. Nimekuja kujibu swali moja ambalo ni sehemu ya changamoto ya ukusanyaji wa zaka kwa waumini wengi. Watu wameamini, wamehamasika na wamejua aina za zaka na wanajua wapokeaji. Swali kubwa moja kujiuliza, zaka yangu naijuaje? Mie mfanya biashara wa vitumbua, zaka yangu naijuaje? Kwamba zaka yangu ni kiasi fulani, hiyo ni wajibu wangu. Matokeo yake ni zaka tunakuwa tukitoa kwa imani na hamasa kwa wale ambao wamekwisha hamasika. Mtu anakisia alafu anakwenda kutoa zaka. Hatari yake ni nini? Hatari ya kwanza na iliyo wazi kabisa ni kwamba mtu atalipa zaka ya chini kuliko kiwango stahiki, atakuwa bado hajaondoa. Nadhani tunaambiwa katika misingi mikubwa ya ibada, sio juhudi tu, ni pamoja na kukidhi masharti ya ile ibada. Lakini pia anaweza akatoa zaka ambayo ni ziada. Wengi wetu tunahisi kabisa kwamba kuzidisha siku zote ni baraka, lakini katika zaka kinachosisitizwa kuliko vyote ni kulipa zaka iliyokuwa sahihi, kwa sababu nia ya kutoa ikiwepo, milango mingine ipo, tutatoa sadaka na kadhalika. Kwa hiyo ilikuwa kwanza tunashukuru sana wahadhiri waliokuja, kwa sababu walikuwa wametangulizia katika yale msingi ambayo inatakiwa kuzungumza. Tunaomba moja kwa moja nitambulishe kama nilivyotambulisha kwa jina la Saumu Shabani Upande, na simama mbele yenu kwa nafasi mbili kubwa ambazo ninashika kuhusiana na mada hii. Mimi ni katibu mkuu wa kituo kinaitwa Center for Islamic Finance Compliance and Advice, ambacho jukumu lake kubwa ni kuhamasisha ukuaji wa sekta ya fedha inayofuata misingi ya Kiislamu. Na katika sekta ya fedha inayofuata misingi ya Kiislamu, au kusema uchumi wa Kiislamu kwa ujumla, tuna vyanzo ambavyo vya uchumi wa Kiislamu ikiwemo zaka, wakfu, sadaka. Tukiachilia mbali wengi kusema uchumi wa fedha wa Kiislamu, watu wengi wanaamini kwamba ni mabenki peke yake. Kwa hiyo nafasi yake kamili imetambulishwa hapa kwa Baitul Tanzania, na kwamba ina bodi. Walillahi alhamdu, mimi ni miongoni mwa walioshika dhamana ya Baitul Tanzania, nikimsaidia ndugu yetu mwenyekiti Dr. Sheikh Ghulam. Mimi ni makamu mwenyekiti wa Baitul Tanzania, na alikuwa akisema Sheikh Haji Rubidi kwamba Baitul Tanzania katika maamuzi ambayo walifikia kuyafanya, moja wao ni kuhakikisha wanakuwa na watu ambao wanaoelewa katika masuala yanayohusiana na zaka. Walillahi alhamdu, kwa wengi ambao wanakuwa wanajua, mimi kwa Tanzania unaweza kusema ni CPA wa Tanzania. Kwa hiyo ni muhasibu niliyebobea kwa kufunzwa na kufanya mazoezi katika moja ya makampuni makubwa ya ukaguzi wa hesabu Tanzania na duniani, PricewaterhouseCoopers. Ndiko sehemu ambapo nimejifunzia kazi, nimekulia kwa kiasi kikubwa. Lakini kwa sababu zaka ni mambo ya social finance, nimebahatika pia kufanya kazi na mashirika makubwa ya kimataifa ambayo yanasaidia. Nadhani tutakuwa mmemsikiliza vizuri Sheikh Salawat katika kuhamasisha, ameonyesha kwamba kuna mashirika ya maendeleo duniani yanakusanya zaka, na moja ya mafanikio yao ni kwamba wanaonyesha vile mambo wanafanya, kwa maana ya kwamba ule uwazi uko wa hali ya juu. Nimebahatika katika mashirika makubwa, nimefanya kazi na Benki ya Dunia Sudan, ambapo nadhani kwa kiasi kubwa inaongozwa katika mambo kama haya. Nimebahatika nimefanya kazi Sudan, Benki ya Dunia kwa miaka kama 6, lakini hapa pia nimefanya kazi na ubalozi wa Canada
mashirika mengineyo. Lakini kwa upande mwingine pia swala la uweledi ni kwamba mimi ni miongoni mwa Watanzania ambao nimejitoa na tumeweza kufanya kozi maalum kabisa ya ushauri wa mambo ya fedha ya Kiislamu na taasisi ambayo baadaye nitaielezea inaitwa IOF. Kwa hiyo nikisimama katika platform zingine nasema mimi ni CPA, lakini kwenye platform hii nasema mimi ni certified sharia advisor and auditor kutoka IOF. Kwa nini nasema haya yote? Ile akisema Salum na akaja akasema Sheikh Rubini, katika kitu ambacho nimejifunza, moja ya sababu ili najibu maswali katika moja ya maswali ambayo anauliza mwalimu au mtaalamu wa Kiswahili, ameuliza apewe mambo matatu na salawati ambayo yanafanya kwamba wenzetu wako vizuri katika zaka. Mimi naomba nitoe moja ambayo ni sehemu ya jambo ambalo nilisimamisha hapa mbele. Nilipokuwa Sarawak, Malaysia, niliwakuta wakijinasibisha au wakimwambafai kwamba moja ya sehemu ya mafanikio yao makubwa ni kwamba Baitul Mal toka mwanzo walioianzisha walitaka iendeshwe kitaalamu, na hoja yao wanachukua mfano mzuri ambao tunaupata kutoka katika mafunzo yaliyokuwa mema kutoka katika Qur'an Karim kwamba Baitul Mal ni hazina ya Waislamu. Kama ni hazina ya Waislamu, ina maana inatakiwa kuendeshwa kutumia mifumo ya hazina, na sote tunajua mfano mzuri tuliokuwa nayo, kisa cha Nabii Yusuf aliposafiri na kwenda kupewa hazina kwa sababu alionekana kuwa ni mtaalamu katika hilo eneo. Huo ulikuwa ni utambulisho. Mada yangu ni vipi tunapokotoa zaka, tunafikia vipi kusema kwamba zaka yangu mimi itatoa kiasi fulani, natakiwa kutoa zaka kiasi fulani. Na tunakusudia katika mazungumzo yetu haya kuzungumza mambo yafuatayo. Moja, kufafanua msingi wa sheria wa zaka ya mali za biashara. Tunatumia msingi gani sisi? Nimesema kwamba ikiwa CPA, basi nikiongea na wasibu wenzangu kuambia tunatumia International Financial Reporting Standards na kadhalika. Kwenye zaka tunatumia nini? Kuonyesha mifano ya utoaji wa zaka ya mali za biashara. Ninaomba niseme kwamba zaka atakayozungumzia ni ya mali ya biashara, kwa sababu zaka ya mazao, wanyama kisha zungumziwa na vikokoto vyake vimeelezewa kwa kirefu sana na wenzangu waliotangulia. Lakini pia tunaonyesha mifano ya utoaji wa zaka ya mali za hisa. Katika uwekezaji tunakuona kuwekeza katika hisa za makampuni mbalimbali, lakini kuonyesha mifano ya utoaji wa zaka ya sukuk. Yule mtaalamu wa Kiswahili kusema sukuk vinatumia sana hakifungani, na mimi nipenda kuongea Kiswahili kuliko vile ambavyo unaweza kufikiria, na kuonyesha mifano ya utoaji ya hakifungani. Lakini mwisho kabisa kutoa maoni juu ya umuhimu wa kuhifadhi mahesabu ya mali za biashara. Tutaona tutakapoingia kwenye mahesabu kwa kuja kujua kabisa kwamba mchawi kwenye biashara zetu nyingi ni hesabu. Lakini ni mchawi mkubwa kujua nini inatoa zaka. Sehemu ya kwanza ni kufafanua msingi wa sheria. Msingi wa sheria tunakusudia unaegemea wapi katika kusema zaka ni kwamba tutakapotoa njia hii. Nimechagua hizi taasisi 4 na taasisi 3, lakini sio kwa ubora. Taasisi 2 ndio za muhimu na ninaonyesha standard zake ambazo wanatumia. IOF ni Accounting and Audit Organization of Islamic Financial Institutions. Hii ni taasisi ambayo imebobea katika kutengeneza miongozo ya uhasibu na ukaguzi katika mifumo ya fedha ya Kiislamu inayoundwa na taasisi za fedha za Kiislamu. Ni taasisi ambayo ina maulama au ufufuzi na mujtahidin ambao wanajaribu kuangalia ni vipi tunaweza kufanya tukaweka kumbukumbu na kadhalika zinahusiana na hesabu katika mifumo ya fedha ya Kiislamu. Ina standard zake 3 ambazo nimezitumia. Kuna standard sharia standard namba 35, kuna accounting standard namba 9, alafu kuna financial reporting standard namba 39.
Lakini pia kuna matamko ya taasisi ambayo inaitwa International Islamic Fiqh Academy. Hii pia ni taasisi ambayo ina maulama na wataalamu ambao kazi yao kubwa ni kutoa fatwa kupitia masuala yanayohusiana na mifumo ya fedha ya Kiislamu, wanaichambua na kutolea matamko. Matamko haya yanatumika kwa kiasi kikubwa katika kuongoza nini tunafanya katika mifumo ya fedha ya Kiislamu, na hapa tunachukulia mfano katika mambo yetu ya zaka. Sasa kabla hatujaenda tunapotoaje zaka, niweze kumnukuu shehe wangu aliyeanzisha mada, Sheikh Muhammad, wakati anazungumzia vigezo vya nani alipe zaka katika masharti yaliyokuwa amezungumzia. Moja kubwa alizungumzia swala la umiliki kamili, endelea kulipa zaka na awe na umiliki kamili. Kwa hiyo kwanza kabisa inajaribu kuzungumzia tuna aina ngapi za umiliki, hizi za kuongoza kujua kila aina ya umiliki nani anawajibika kulipa zaka. Hizi aina za umiliki kwa lugha nyingine ni aina za mifumo ya biashara. Aina ya kwanza ni biashara ya mtu mmoja mmoja, maarufu sana wanasema sole proprietorship. Biashara ya mtu mmoja mmoja ni kwamba mimi nina duka la kwangu na mimi ndio ninayemiliki, mimi nina mgahawa na mimi ndio ninamiliki, au mimi ninafyatua tofali na kiwanda cha kufyatua tofali na mimi ndio ninayemiliki. Nitatumia sana mfano wa kufyatua tofali kwa sababu kuna mambo ambayo ninazungumzia mbele yanahusiana zaidi na kuzalisha kuliko kuuza duka, kwa sababu mfano wa kuzalisha ni mpana na unaingiza vitu vingi ndani. Kwa hiyo biashara ya mtu mmoja mmoja anayewajibika kulipa zaka ni mmiliki, anawajibika kulipa zaka yote inayohitajika ya biashara. Tutapata kutoa kufika sehemu tukasema mali ya biashara ni milioni 10, basi hii mali yote inatakiwa kwa mmiliki wa biashara ya yule mmoja. Lakini njia nyingine ya biashara ni biashara ya ushirika. Biashara ya ushirika hii inaweza kuwa ni kampuni au inaweza ikawa ni ushirika, inaweza ikawa ni vikundi na kadhalika. Watu wawili watatu na kadhalika wameamua kufanya biashara ya pamoja. Inafika mwisho wa mwaka au mwisho wa kama tulivyoambiwa kwa mwaka kukamilika, nani anatakiwa kulipa zaka? Tunasema anayetakiwa kulipa zaka ni kila mshirika anawajibika kulipa zaka sehemu ya hisa yake ya biashara. Kama tuko watatu, inategemea kama ushirika wetu ni wasawa wasawa, ina maana tukipiga hesabu ya zaka, tukipata kwamba zaka ni kiasi fulani, basi tunagawana kwa tatu. Lakini uwezekano huko kwamba tunaweza kuwa watatu katika biashara, lakini tuna hisa moja na 10%, mwingine 50 na mwingine zilizobakia. Kwa hiyo zaka nayo baada ya kuwa tumesha kukotoa, kila mmoja wetu anatakiwa kulipa kutokana na hisa yake ya mali ambayo iko ndani ya kampuni. Kuna umiliki wa hisa katika kampuni. Hili nilikuwa nasema ni biashara ya ushirika, lakini hii ni kampuni. Tofauti ya ushirika na kampuni ni kwamba biashara nyingi za ushirika ni kwamba tunamiliki pamoja, na katika uendeshaji na taratibu za kuendesha za pamoja. Lakini makampuni wengi kwa tunajua ni kwamba makampuni yanaendesha yanatofautisha wamiliki ni akina nani na waendeshaji wa biashara ni akina nani, ambayo tunaweka mara nyingi waendeshaji wafanyakazi wa ufundi. Hisa kwenye makampuni ya hisa, kila mmiliki wa hisa ya kampuni atalipa zaka kutokana na hisa yake kwenye kampuni. Makampuni haya kama kwa mfano tunasema benki ya CRDB, watu wanawekeza kwenye benki ya CRDB ni kampuni ile, ili mtaji wake ni wa watu wengi. Kwa hiyo kama unataka zaka ya kiasi fulani, basi atakayelipa kila mmoja atalipa kutokana na hisa zake alizokuwa nazo ndani ya ile kampuni. Mfano wa hisa na mfano wa ushirika inaingia pia kwenye vyama vingine kama SACCOS, itakuwa vyama vya ushirika na kadhalika. Tunatumia mfumo huu katika kujua kiasi gani tunatakiwa kulipa. Sehemu ya pili inaingia katika ukokotoaji wa zaka ya biashara. Zaka ya biashara tunapokotoa vipi?
umefika. Kwa ufupi, zaka ya biashara unapotoa kuangalia mali za biashara, kutoa madeni ya biashara kwa ufupi wake kabisa. Lakini mali za biashara ni zipi? Kuna njia zaidi ya moja hizo taasisi ambazo tumezitaja ambazo zitazitumia. Ningekuwa naongea na watu wangu wa benki na kadhalika, ningewaambia unatumia balance yako na unatumia kipengele au hiki cha balance sheet kuweza kutafuta sasa yako kwa kiasi gani. Nimekuja hapa nikijua kabisa kwamba wengi wetu tuliokuwepo hapa sio lazima tuweke kwenye benki. Hapa kutakuwa na mwanatilie, kutakuwa na ndugu yangu ambaye anasema nitatumia kama mfano mmiliki wa kiwanda cha kufyatua kafara. Nani anataka kujua kwamba atafanya nini? Kwa hiyo kwanza kabisa tunaainisha ili kukokotoa zaka unatakiwa kupitia hatua zifuatazo. Hatua ya kwanza kabisa unatakiwa kuainisha mali za biashara. Mafukaha wameweza kuainisha katika mali za biashara kuna mali ambazo zinaingia katika kulipiwa zaka na kuna mali ambazo haziingii kulipiwa zaka. Hii ni hatua ya kwanza tunatakiwa kujua. Hatua ya pili tunatakiwa kuyatambua na kutoa madeni kutoka kwenye mali ya zaka. Hatua ya tatu baada ya kufanya hiyo hesabu kuna hakiki nisabu. Nisabu imezungumziwa na walimu wangu, lakini kuna njia mbili ambazo tunaweza kuangalia hesabu katika biashara. Moja ni hesabu kuangalia mwisho wa mwaka wa biashara. Kwa wasibu wenzangu na wengine ni kwamba wanaangalia akaunti ya mwaka umeishaje na kadhalika katika makampuni. Lakini kwa wafanyabiashara moja mafukaha wameruhusu pia ikhtiari ya kuwa na tarehe maalum. Yaani kwa tarehe fulani ndio wanaanza nayo. Lakini wewe unashauri kujitahidi kufuata miaka ya Kiislamu, na ndio sababu wanakuja ukaona baadaye pia kuangalia kama kutumia asilimia iliyokuwa sahihi. Tuna asilimia mbili tofauti, 2.5 na 2.577 au vinginevyo. Swala tu ni kwamba kutumia mwaka au kalenda ya kweli ya kisasa au kutumia kalenda ya Kiislamu. Na hoja ilikuwepo kuonekana sana tofauti na mtu ashakaye kwa nini? Kwa sababu kama ni mali inakaa siku na mwaka, hii miaka miwili tofautiana, mwaka mrefu na mwaka mfupi, kutokana na kwamba miezi yetu ya Kiislamu ina siku 29 na 30, wakati miezi ya kawaida ina siku 30 na 31. Kwa hiyo miaka hii miwili haiwezi kufuatana, na inashauriwa sana mtoa mipaka zaka afanye maamuzi mapema, ile tarehe yake anatumia tarehe gani, kwa sababu hii taathiri hii na hii ambayo ametumia. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kuona kwamba ingekuwa sisi tunazipitia. Hatua ya pili ni kuzitambua mali za biashara zinazostahili kulipiwa zaka. Kuna njia mbili ambazo tunaweza kuzitumia. Kuna njia ambayo mali ambazo zinatakiwa kulipiwa zaka, unaenda kuainisha mali moja na kila moja inasema kwamba inapita haipiti. Kwa hiyo hapo nitahidi kuweka orodha ya kwamba mali zipi ambazo zinapelekea ukizijumlisha useme hii ni mali ya kuweza kukokotolea zaka. Narudi pale pale, anayeuza duka la vyakula hawezi kufanana na anayefyatua kafara na kadhalika. Kila mmoja anataka kujua zaka yangu ni hii. Kwa hiyo kwanza kuna bidhaa za kuuzwa. Kwa hiyo mali ya kwanza ni bidhaa za kuuzwa. Narudi tena kwenye wanawake wa kwanza wakisisitiza kwamba sio mali zote zinalipiwa zaka, kwa sababu kuna mali ambazo zilikuwa kwa ajili ya kuzalisha na sio kwamba za kuuza. Mali ya biashara, sema mwenyewe kwa mfano anauza mahindi, mchele na kadhalika. Vile vitu vilivyokuwa analipia zaka kama kusudia kuuza, haitakuwa meza na vitu vingine. Tunaona mbele mfano wake. Kwa hiyo nikisema bidhaa za kuuzwa zinaingia katika mchakato ufuatao. Kuna bidhaa ambazo ni kamili, na tolea mfano wa tofali kwa sababu ni rahisi kwao. Tofali zimeshatengenezwa tayari, zinataka kuuzwa. Kwa hiyo ikifika muda nataka kuhesabia mali zangu, nitahesabia zile tofali. Lakini kuna bidhaa za bado ziko katika mchakato wa kuzalisha.
zinakauka. Hizi ni kwa haki ya ndege sasa siwezi kumuulizia sikia. Inabidi zitathminiwe kujumlisha na zile mali zangu ambazo zimekamilika. Lakini kuna malighafi kwa ajili ya uzalishaji. Wakati tunachukua tofali, malighafi ni pamoja na simenti, kama itakuwa wanatengeneza pavement blocks itakuwa ni rangi na kadhalika. Hivi vinavyosoma hizi pia kwa kudimani. Kwa hiyo tunataka kuzijumlisha katika mali zangu kwa thamani yake. Kuna bidhaa zilizoko ghalani. Bidhaa zilizoko ghalani ni kwamba sio necessarily tofali ambazo zimekamilika, lakini kuna biashara ambazo zinakuwa na bidhaa zipo sokoni, zipo kwenye ghala, wameweka ghalani huko, zinasubiri mwezi ujao wakuja na kadhalika kuweza kuuza. Lakini mwisho sio bora bidhaa zilizoko njiani kuja kuuzwa. Hii inaweza kutolea mfano mzuri kwa wenzetu ambao wanafanya biashara kwa mfano ya magari. Wewe unafanya biashara ya magari, wakati unapiga hesabu kuna meli iko baharini, ina magari kadhaa ambayo yanakuja. Yaani pia ile inahesabia ni sehemu ya mali siku ile wewe unapiga hesabu zako. Sehemu ya pili ya vinavyounganisha mali ni fedha. Fedha na fedha taslimu ambayo inakuwa ni noti au shilingi umezihesabia kama ni dukani. Ile ni sehemu ya kwanza ya fedha. Lakini akiba iliyoko benki. Kwa hiyo benki kule kuna watu wanatumia cash equivalent. Kwa hiyo hela iliyoko benki ambayo kutoka kwa wao kuijumlisha, lakini pesa zilizopo kwenye simu pia zinazohusiana na biashara na kujumlisha. Sehemu nyingine ni madeni. Madeni naomba niweze kuelezea vizuri. Kusema madeni, kuna madeni ya kupokea na ya kutoa. Nipo dukani nauza tofali, nina wateja ambao wamenunua tofali zangu, lakini akaniambia kwamba mimi nilikuwa mafundi kwa sababu nimepata na mafundi na wao waanze kazi itakuwa mwisho wa mwezi, na mimi napiga hesabu leo. Ina maana mimi kuna watu ambao ninawapa tofali yangu ninawadai. Kwa hiyo hii ni deni ambalo ni pesa inategemea kupokea. Hii pia maudharama tofautiana, unaijumlisha haujumlishi, unajumlisha kiasi gani, lakini kwa ujumla wake tuseme madeni unayotegemea kukusanya yanajumlishwa. Lakini nyingine ni kwamba kuna mali ya haki miliki. Umetengeneza kitu chako kama ni wazo na unaweza kukisajili kikawa na haki miliki ambayo unaweza kuuzia mtu mwingine yoyote. Hii pia ikithaminishwa ni katika mali. Lakini pia kuna malipo yaliyokamilishwa. Tumetoa mifano hapa. Tumehesabia simenti iliyokuwa nayo na kadhalika. Lakini nimelipa pesa ya simenti. Alafu ile simenti bado haijafika kwangu. Mimi nimekwisha nasubiri tu kwamba simenti yangu itakuja. Kwa hiyo pesa iliyokamilishwa, malipo yaliyokamilishwa yanahesabiwa kwa katika mali ili kufikia kiasi ambacho tunaweza kusema sasa kiasi hiki nitatoa zaka yangu kiasi fulani. Kwa sababu tunazungumzia mali ambazo zinahesabika au kulipiwa zaka, ni vizuri tuangalie na zile ambazo haziwezi zisichanganye. Miongoni mwake ni vyombo vya vifaa vinavyotumika katika kuendesha biashara, ikiwa dukani itakuwa na mizani, itakuwa na meza na kadhalika. Hizi ni mali ambazo hazilipiwi zaka. Spea za vifaa na mashine za kuzalisha mali. Mimi nishatoa tofali, ninazo mashine zangu, zile mashine zinaonekana spea hii msikini itakwama na kadhalika. Zile spea hazilipiwi zaka. Vifungashio. Mimi niko dukani, kazi yangu ili niweze kuuza na weka vifungashio na kadhalika. Maulama tofautiana wanasema ikiwa kifungashio kinaongeza thamani ya bidhaa kitahesabika kama, lakini kifungashio cha kawaida kinarahisisha kuchukua na kwenda nacho ili kipeleke gharama za uendeshaji na sio mali. Majengo ya biashara yanayokodishwa. Majengo ya biashara yanayokodisha jengo kama jengo halilipiwi zaka. Nadhani hili tumepewa changamoto kutoka kwa rais ya kwamba moja ya changamoto ilikuwa kwa majengo kodi kila kipengele inaweka jengo zaka yake kwa bei hiyo ni swala la uamana, lakini kwa ujumla tunasimama kwa msimamo ni kwamba majengo ya biashara yanayokodishwa
inapatikana kwa kuchukua mali za biashara, kutoa madeni ya biashara. Tukizidisha kwa kile kiwango ambacho kimewekewa biashara, basi tunapata zaka. Hili tutaliona kwa mfano. Mfano tunaanza na mmoja kwa mfano kutosha zaka ya biashara. Tumechukua mfano wetu wa wetu kama anakuwa ni wazalishaji. Kwanza tunataka milioni 500, bidhaa ambazo hazijakamilika kuzalishwa milioni 300 na kadhalika. Tumeanza kuziorodhesha bidhaa kwanza. Baada ya kumaliza kuorodhesha bidhaa, tumetoa madeni. Haya madeni tunayotoa ni madeni ambayo biashara inadaiwa. Haya ni madeni yetu. Kuna aliyeniuzia simenti, mimi bado sijalipa. Kuna aliyeniuzia maji, mimi bado sijalipa. Na kuna uwezekano na deni la umeme, kwa sababu kwa falsafa tunatakiwa kutumia mashine ya umeme. Madeni yote yanatoka, kiasi kitakachokuwa kimebakia na tutatoa stahiki za kulipwa zaka. Kwa wale ambao watakuwa wanafanya sophisticated business ambazo ziko katika hali ya kuripoti na kutengeneza vitabu vya mwaka, hapa tunachofanya ni kwamba tunasema ni net zaka kwa assets. Ni assets ambazo ni net ziko zaka, kwa maana kwamba tunatoa zile ambazo assets zilizokuwepo, tunatoa madeni au liabilities, tunapata zaka. Tuna apply kiwango, hapa nimechagua 2.5 ambayo ni maarufu, muda wote tunazungumziwa, tunapata zaka. Huo ni mfano wa zaka ya biashara. Baada ya mfano wa zaka ya biashara, hii ni kwa hiyo kwamba unauza duka, utajiwekea tarehe fulani ya kufunga duka vyako, utahesabia, kuweza kupiga hesabu. Inachukua sehemu kubwa ya maelezo yako, na hii ni sehemu kubwa tumefanya takrisi ya standard nzima ambayo inahusiana na masuala ya akaunti ya zaka. Lakini sehemu nyingine ni kwamba utoaji wa zaka za hisa. Utoaji wa zaka za hisa ni kwamba katika hali ya kawaida, ninazungumza za utoaji zaka. Katika hali ya kawaida, mtoaji zaka uwezekano ni mkubwa kwamba hakupitia katika mchakato huu, kwa sababu hisa za kampuni ni kwamba kampuni itakuwa na mhasibu. Kwa hiyo baada ya mhasibu atapitia mchakato huu, atakapokuwa amepata hii bilioni 2.8, ndio inakuja swali la kwamba zaka inalipwaje hii kwa mtu mmoja mmoja, kama tulivyosema, kwa kutumia hisa zake. Sasa tuna njia mbili ambazo zinatumika, inategemea na hisa hizi ni za aina gani. Tuna aina mbili kuu za hisa, na hizi ni dhana ambazo inategemea na wakati zinaingiliana. Mtu ana hisa, amenunua ya kampuni fulani, malengo yanataka mawili. Kuna hisa kwa ajili ya kuuza na kuna hisa kwa ajili ya kuwekeza kwa kutegemea kupata gawio la kila mwaka. Maulama kwenye hili wanajadiliana na kuona ugumu wa jambo moja na lingine, kujua nia ya mtu. Ikiwa hisa ni kwa ajili ya kuuza, na maana ziko sokoni tutakanazo kwa naona subiri leo bei itapanda au itashuka, ikipanda nitauza. Hiyo nia ikithibiti, basi njia inayotumika ya kutafuta thamani ya hisa ni bei ya sokoni kutokana na hisa alizokuwa nazo. Bei ya hisa sokoni kutokana na hisa alizokuwa nazo. Mfano alizokuwa nazo ni kwamba nina hisa milioni 120, na hisa thamani yake ni milioni 120 ambayo ni thamani ya sokoni, basi zaka ikifanya 2.5 itakuwa ni milioni 3. Kwa hiyo hili tutakujua ni kwamba hizi hisa zikitofautiana, kigezo cha kwamba hisa ndani kwa kutumia nini kinachotofautiana. Ama hii kuna hisa ambayo mtu amewekeza uwekezaji wa muda mrefu. Huyo amewekeza hapa kusema mimi sina mpango wote wa kuuza hisa zangu, nipate kugawio kama sehemu ya pension, na kwa na wakati wa 6 kapata kiasi fulani. Nia hii ikithibiti,
ni kwamba zaka inatakiwa hesabu kutoka kwenye gawio analopata. Makampuni yanatoa magawio kila mwaka, kwa hiyo gawio moja analopata ndio inatakiwa hesabu inakuwa imetoka zaka yake. Tutaona mfano huo unakwenda kwenye hati fungani. Hati fungani nazo pia zipo za aina mbili, yapo aina ya pili ina aina nyingi zaidi. Hati fungani pia mtu atanunua kwa lengo la kuuza. Nimenunua muda wote ile hati fungani zipanda zikishuka nikauza. Hii kwa sisi wa Tanzania ni mfano mgumu sana kuelewa haraka, kwa sababu mpaka sasa kutokana na nafasi inayoishika pale sekta na kusimamia hati fungani ambazo zimekwisha toka katika kitu ambacho tunakiona kabisa sokoni. Hati fungani ni uwekezaji ambao Waislamu wamesubiri miaka mingi sana. Kitendo cha kwamba mtu akiwa na hati fungani hakuna aliyekuwa na nia ya kuuza. Watu wamekata zile hati fungani hawauzi. Unaona hati fungani zitakuwaje? Wanasema ziko sokoni, akienda sokoni kwamba hakuti hati fungani za kuuza. Sababu anaweza kuelezea zaidi kwa sababu ni tasnia yake. Kwa hiyo tunaangalia vigezo hivyo viwili. Moja, kama ni hati fungani ambayo mtu kachukua kwa lengo la kuuza, inakuwa kama zilivyokuwa hisa, kwamba kigezo kitakachotumika ni bei ya sokoni ya zile hisa. Kwa hiyo anaangalia hisa zake za hati fungani, thamani ya hisa zake kwa kutumia bei ya sokoni, tunapitisha ile 2.5 inapatikana zaka yake. Kundi la pili la hati fungani, ili gumu na nirefu unaweza kuuza. Kundi la pili la hati fungani, tunapigaje hesabu za zaka itategemea na aina ya hati fungani. Kuna mtu katika shamba kuuliza akasema katika miamala mingi ya fedha ya Kiislamu tuna viko ambavyo vya kuunganisha. Amesema takafu wakfu, akasema sukuku wakfu na kadhalika. Kwa hiyo hizi hati fungani ziko za aina nyingi kutokana na malengo. Kwa ufupi tunasema hati fungani ikiwa ni asset, basi malengo yake yatategemea aina ya asset. Hapa nimechukua mfano mmoja kwa hati fungani ambayo tayari ilikuwa maarufu, imeshapita kwetu na wewe tunajua. Hii inaitwa ni hati fungani ya kukodisha. Hati fungani ambayo unachukua wananunua wa hati fungani, lakini aliyechukua ile pesa, aliyepokea pesa kama uwekezaji, anachofanya anakusaidia wewe kama vile umewekeza, umekodisha kifaa ambacho anakitumia katika kuzalishia. Unakuwa unalipwa ile pesa za malipo ya fungani kila baada ya miezi 6, 4 kutegemea na ile ya fungani. Tunasema hivi, hii ni sukuku ijara. Kwenye sukuku ijara ni kwamba zaka utalipa kutokana na ile ijara au kiasi cha kukodisha ambacho utakuwa unapokea. Sasa hii tutaona kwamba sukuku tofauti zitakuwa na mifumo tofauti, lakini mwisho yote tutakuwa tunaangalia kile ambacho kinapatikana kutokana na aina ya sukuku iliyokuwepo sokoni. Kama nilivyobainisha mwanzo kwamba uwanda wetu ulikuwa tunaangalia zaka katika mali ya biashara kwa ujumla wake, tunaangalia zaka katika hisa na tunaangalia zaka katika hati fungani. Baada ya hiyo, ninaomba nihitimishe kwa kutoa maoni kwamba uzoefu tuliokuwa nao, swali ambalo nilijibu mwanzo au swali niliahirisha mwanzo ambao wengi wanajiuliza ni kwamba ninafanya biashara yangu, zaka yangu itakuwa ni kiasi gani? Tukasemaje? Mchawi inahesabu. Utaona wetu tuliofanya hapa ni kwamba tunatakiwa kuwa na utulivu wa kuweza kujua mali zangu za biashara ni zipi ambazo zinatakiwa kulipiwa zaka na zipi hazitakiwi kulipiwa zaka. Kwa hiyo kama hitimisho, tunatoa maoni yetu. Maoni ya kwanza kabisa tunasema ni muhimu ili kuweza kutoa kiwango halisi cha zaka ambacho kinaendana na sheria, ni muhimu kuzijua na kuainisha mali za biashara. Ile hoja ambayo ilitolewa hapa ni kwamba bila malori yangu yanatembea, malori yako 50, sasa nalipia zaka yetu na kadhalika. Tunasema kwanza kutambua nini kinalipiwa zaka ni wale ya kwanza, lakini ya pili kuhifadhi kumbukumbu za mahesabu.
Kwa nini tunasema kuhifadhi kumbukumbu za mahesabu? Nimemchagua makusudi sana mjasiriamali wangu wa tofali. Utaona kabisa kwamba zile component ambazo nimeweka pale kwa mjasiriamali wa tofali, kujua thamani yake sio kitu kidogo. Tofali zimekamilika, ni rahisi sana kwa mfanyabiashara yoyote atakwambia, kwa sababu anauza tofali shilingi 1,000 ikiwa na usafiri 1,100, sivyo? Atajua thamani yake kwa urahisi. Lakini anza sasa kwenye tofali ambazo zipo katikati, hazijafika mwisho wa kufyatuliwa, tunaita work in progress. Thamani yake anaipataje? Ana mali ghafi ambazo zipo, thamani yake anaipataje? Na kadhalika na kadhalika. Na kutokana na hiyo, nichukue fursa hii kujibu maswali mawili ambayo yalikuwa yameulizwa, yanaendana na zaka, na sasa najibu maswali kwa nafasi niliyokuwa nayo kama makamu mwenyekiti wa Baitul Mal Tanzania. Kwa upande wa wasilisho langu, asanteni sana, nimekamilisha, na tunawakaribisha sana katika huduma zetu pale SIFCA, lakini pia Baitul Mal. Katika maswali ambayo yameulizwa kuhusiana na Baitul Mal, la kwanza, tukitaka kulipa Baitul Mal tunafanyaje? Kwanza kabisa, Baitul Mal Tanzania ina accounts ambazo pesa zinaweza kuingizwa, lakini namba zetu za mawasiliano Baitul Mal ni kama ifuatavyo. Ninaomba wale wote waliotia nia ya kuweza kutoa zaka zao au kuweza kupata mzaituni huko kuwafikishia, basi namba ni hizi. Ya kwanza 0765 648 061. Ninarudia 0765 648 061. Namba ya pili ni 0764 575 811. Ninarudia 0764 575 811. Swali lingine ambalo lilikuwa limeulizwa linahusiana na Baitul Mal, tusubiri mpaka paneli ikae. Njia za kukusanya zaka zilizokuwepo. Tunayo account number, tunayo namba ya simu, lipa namba hiyo ya Baitul Mal, lakini pia tunazo namba ya simu ya moja kwa moja ya kuweza kutransfer kwa hali ya kawaida, ambayo kama mtakuwa mmeona kama ilivyokuwa Cash Wakfu ni kwa kupitia app ambayo ipo ni automated. Ni kwamba mtu ukienda ukikiliki, unaenda wewe mwenyewe moja kwa moja unaweza ukalipa. Amiri wangu aliulizwa swali la changamoto za Baitul Mal. Ninahisi kwamba kwa kiasi alizungumzia, alitoa swali hapa ambayo ilikuwa ni sehemu ya changamoto. Aliuliza, mwaka huu tunayo pesa milioni 37, naomba kujua kutoka kwenu tuwape watu wangapi? Walitoka jibu la watu 30, walitoka watu kadhaa. Kwa hiyo swala zima la wahitaji kuwa ni wengi kuliko kiwango ambacho kinakusanywa, hii ni moja ya changamoto, na ni changamoto ambayo inafikia ni kwamba mwaka jana nakumbuka tuliletewa kama bodi, waombaji walikuwa 1,200. Pesa iliyokuwepo ilikuwa milioni 70 jumla. Hatuwezi kuwapa wote kwa sababu mwisho yote tunampa kila mtu bukubuku au bukujelo. Inabidi kuangalia je tunafikia na kadhalika. Kwa hiyo hili ni moja ya changamoto tulizokuwa nazo. Lakini nyingine ni kwamba walipaji wa zaka, aidha kutokana na kukosa elimu au imani huwa ni kubwa sana. Kuna watu ambao imani yake anataka kulipa yeye mwenyewe binafsi. Yaani yeye anajua kwamba kuna zaka, lakini zaka yake ile ajitafutie yeye mwenyewe mtu na aweze kupatia. Ni moja ya njia nzuri za kulipa zaka, lakini tunasema kuna wengi ambao watakuwa hawana uwezo wa kuwafikia watu wao kwa ajili ya kuweza kulipa zaka. Kwa hiyo ndio sababu ya kuhamasisha kuwepo na Baitul Mal kama ni sehemu ambayo tutakwenda pamoja. Changamoto ni nyingi, lakini moja ya changamoto kubwa sana inayotawala pia ni uchache wa elimu. Kwa maana tunajitahidi kuwa na mambo kama haya. Waislamu wapo ambao wanania, lakini hajui zaka yake, akiwa na ng'ombe analipaje, akiwa na mazao analipaje na kadhalika. Huu ni uchache wa elimu,
na ndio sababu nitamnukuu mwenyekiti wangu Dr. Shegulam aliposema, madai mashehe, twendeni kote tukafikishe ujumbe, tusiwe madai wote tumejaa hapa Dar es Salaam. Au pia alitoa mtangulizi wangu Sheikh Muharram kwamba changamoto iliyokuwepo mashehe wetu, yeye kwa uchache wa muda ambao amefika Dar es Salaam amekuta zaka ikifundishwa msikitini, msikiti huu mmoja. Kwa hiyo imekuwa kwamba zaka hiki ni kitu maalum sana na kina watu maalum. Mashehe wetu ambao wanafundisha ibada zingine na kuhamasisha, ambao hawa ndio rejea kubwa sana ya waumini wengi katika jambo lolote. Na natoa mfano huo kwa sababu mimi natoka kwenye mambo ya uhamasishaji wa mfumo wa fedha wa Kiislamu. Mwambie mtu yoyote hiki hapa kitu kimekuja, hatifu gani zimekuja, ataenda kuuliza shehe wake, hiyo hatifu gani wanasema ni halali sio halali? Mashehe nayo nafasi kubwa, tunaomba na hii elimu ya zaka pia muende kuifikisha. Na mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwezesha kusimama hapa. Pale ambapo nitakuwa nimepatia ni katika taufiki zake Allah, na pale ambapo nitakuwa kwa namna moja au nyingine nimekosea ni mapungufu ya ubinadamu na uchache wa elimu, lakini kama tulivyoambiwa ni kwamba tutafute elimu kutoka kuzaliwa mpaka kufa. Tutaendelea kutafuta elimu ili tuweze kuboresha zaidi. Wakati mwingine tukikutana, huenda mawasilisho yangu yatakuwa ni bora kuliko haya ya leo. Wa hadha, assalamu alaikum wa al-afwa minkum. Takbir. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Salum, nakuomba ukakae pale. Naomba Sheikh Hamis kochi moja liongezeke juu hapa. Nina mwisho kula halitumiki. Sheikh Maulid, naomba kochi moja liongezeke hapo juu. Ili sasa tuingie katika sesheni ya mwisho kabisa hii ya maswali